Okay, pole sana na majukumu ya hapo ulipo. Pole sana na kazi ambazo zimekubana siku ya leo. Sasa leo tunapenda kuzungumzia chanzo kikubwa cha matatizo mengi ya mwilini, chanzo cha matatizo ya ugonjwa mwingi, chanzo cha matatizo, tuseme huyu ni mama wa matatizo. Tukisema mama wa matatizo tunakusudia mawazo, tunakusudia stress. Stress ni chanzo kikubwa sana cha mawazo kwa watu wengi sana, kwa jinsia nyingi sana, kwa wanawake, kwa wanaume, wengi wanakuwa wanapitia changamoto ya mawazo mengi sana. Kwa sababu kitu cha kwanza kinaweza kuwa ni mwenendo wa maisha. Maisha sasa hivi yanapeleka spidi sana. Lakini pia mtu anapokuwa na mawazo anakuwa anaingia kwenye vitu na magonjwa mengi sana anakuwa anakaribisha. Sasa leo tuangalie kwa ufupi kwamba magonjwa gani ambayo yanasababishwa na chanzo cha tatizo za homoni. Kitu cha kwanza inakuwa ni pressure ya damu. Mtiririko wa damu unakuwa tofauti kabisa na kama unavyokuwa awali. Changamoto inakuwa mtu anakuwa na pressure, mara inapanda, mara inashuka. Kuna wengine wanakuwa hazieleweki, mwingine kidogo tu labda anapitia changamoto kidogo. Hiyo kwa sababu ya pressure ya damu. Hii ni mada pana sana tukizungumzia pressure ya damu. Lakini pia vidonda vya tumbo, mtu anapokuwa na stress na mawazo, maana anakuwa depression kubwa sana, anakuwa anaingia pia kwenye vidonda vya tumbo kwa sababu ulaji wake unakuwa ni tofauti. Anakuwa anaweza kachelewa kula kwa wakati, anaweza asile kabisa, au anaweza kala kupita kiasi, inapelekea kupata changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini kutumia au kujiingiza kwenye vitu ambavyo sio rasmi au sio sahihi kupelekea changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini pia kisukari, unapokuwa na mawazo unakaribisha kisukari, unakileta kisukari. Maana mtu anakuta leo na kidonda hichi, anaingia kwenye mawazo, kidonda kinashindwa kupona kwa wakati kwa sababu ya sukari. Kiwango cha sukari kinachohitajika mwilini kinashindwa kuwa regulated na insulin kwa sababu ya mawazo. Kwa hiyo tukiacha mawazo vitu vyote vinakaa vizuri. Lakini pia magonjwa ya moyo nayo hajajiweka nyuma. Mtu mwenye stress au kwenye depression anakuwa anaingia kwenye changamoto pia magonjwa ya moyo. Moyo unasikia moyo wake umetanuka, moyo wake una mafuta, moyo wake una changamoto hii, moyo wake mkubwa, moyo wake haupumui vizuri, moyo wake una shida fulani kwa sababu ya depression, mawazo. Kwa mawazo ni chanzo cha matatizo mengi sana. Kwa matatizo mengi yanaanzia kwenye mawazo, ndio maana tukaita mama wa matatizo. Lakini pia tuangalie kitu kingine, kichwa kuuma mara kwa mara. Watu wengi wanapokuwa na stress wanaingia katika changamoto ya kupata maumivu ya kichwa mara kwa mara. Kuenda pia ikawa ni sababu ya kutokula vizuri, ya kutokunywa maji vizuri, mtiririko wa damu kutokuwa katika kiwango chake, kuna vidonda vya tumbo, maumivu ya kichwa mara kwa mara, homa zinakuwa, yote inakuwa ni changamoto. Lakini pia watu wanaingia kwenye ugonjwa unaitwa insomnia. Insomnia ni ugonjwa wa kukosa usingizi. Anafika kuanzia hajalala mchana, lakini ikifika usiku saa 7, saa 8, saa 9 ndo anapata usingizi, tena anapata usingizi mdogo, au anakosa kabisa usingizi. Ndio watu wanaishia kwenye changamoto nyingi sana. Kwa hiyo insomnia inasababishwa sana na stress na mawazo na depression. Lakini pia uchovu wa mwili, mwili unakuwa umelegea kwa sababu ya stress. Mtu anapokuwa na stress, kwa sababu anakuwa automatic, anakuwa hawezi kula vizuri, au anapokula anakula kingi zaidi, hana kiwango cha kujicontrol vizuri, au hali kabisa. Anapokuwa hali, manake huyu anakuwa hana nishati mwilini. Anapokuwa hana nishati, manake hana energy mwilini. Anapokuwa hana energy mwilini, manake ufanyaji kazi mwilini unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia watu wengi ambao wanaingia kwenye depression wanapata changamoto kubwa sana ya CD4 kushuka. CD4 manake ni kinga za mwili zinakuwa zinashuka. CD4 zinaposhuka inamaanisha anaingia katika mtiririko mkubwa sana wa changamoto ya CD4 zinaposhuka, kupata maradhi, magonjwa mengi mno kwa sababu ya CD4 kushuka. Mtu anapokuwa anashuka CD4 maana yake hata HIV anaikaribisha. Mtu anapokuwa anashuka CD4, TB inakuwa iko karibu. CD4 zinaposhuka, malaria iko karibu. CD4 zinaposhuka, kinga ya mwili unakuwa unashindwa kujilinda wao wenyewe kwa wenyewe. Unakuwa hauna ile natural body immunity ya mwili wenyewe. Lakini pia matatizo ya uzazi.
Hapa ndio sehemu kubwa sana, kwa sababu changamoto ya watu wengi hawalalamiki sana kuhusu pressure, watu wanalalamika kuhusu watoto. Sasa ukiwa na stress, ukiwa na mawazo ya muda mrefu, ndugu yangu, basi jitahidi sana usiingie katika mawazo, kwa sababu unapoingia kwenye mawazo unakuwa unapelekea homoni zako zinakuwa ziko zigzag. Homoni zinapokuwa zigzag, uko wewe mwanamke, unapelekea changamoto, mzunguko wako unakuwa ueleweki, unapata uchafu keni, unakuta unakosa ute wa kutosha, siku zako hazijulikani, leo ni lini, kesho ni lini, ujue ovulation yako inaanza lini, inaisha lini. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inasababishwa na kuwa na mawazo ya muda mrefu. Lakini hata wewe baba ambao unanisikiliza hapa, au umesikia hii video, umetumiwa hii video, hata wewe baba ambaye una changamoto ya mawazo mengi sana, manake wewe unakuwa na upungufu wa madini ya zinki, anakuwa anapungua mwilini unapopungua, manake wewe unakuwa unashindwa kushiriki vizuri. Unapokuwa unashindwa kushiriki vizuri, unashindwa kutoa mbegu ambazo ziko bora zaidi. Kwa mwanamke, mayai yanakuwa yanatoka katika kiwango kidogo sana kwa sababu ya hormone kubadilika, lakini kwa mwanaume inakuwa na mbegu ambazo ni dhaifu, mbegu zinawahi kufa, zinashindwa kufika kwenye yai. Na mbegu zinaposhindwa kufika kwenye yai, ndio maana unasikia kwenye ndoa watu wanaingia wana miaka 8, miaka 7, miaka 10, miaka 15, miaka 20, wengine wamefika bila kupata mtoto. Kwa hiyo pia matatizo mengine yanayosababishwa na mawazo ni mgongo kuuma mara kwa mara. Mgongo unauma kwa sababu CD4 zimeshuka, lakini pia shingo inauma kwa sababu immunity hakuna, lakini pia misuli inauma kwa sababu gani? Body immunity hakuna. Sasa kitu gani ambacho kinachopelekea, au dalili zipi mtu unaweza kumuona ukajua huyu ana changamoto ya mawazo? Ni mtu ambaye anafikiri sana, anakuwa na hofu sana, anakuwa na wasiwasi sana, anakuwa na hasira mno. Kidogo tu mtu kakasirika, kidogo mtu kakasirika, kidogo mtu kakasirika, kwa sababu ya mawazo. Anawaza hichi kitu kingefanya hichi, ingefanya hivi kinakuaje, nikikosa hichi kinakuaje, nikikosa hichi kinakuaje, kwa sababu anakuwa na depression kubwa sana. Lakini pia kukosa hamu ya kula kupita kiasi ni changamoto kubwa sana ambayo inawakumba watu wengi sana kwa sababu ya ugonjwa wa mawazo. Lakini pia tuangalie mabadiliko ya hedhi kwa wanawake. Nishazungumza hapo juu, mzunguko wao unakuwa uko zigzag, anaweza kaingia akapata damu nyeusi, ingia akapata damu nyekundu na mabonge vinyamanyama. Hiyo kwa sababu ya mawazo. Lakini pia hata kwa wanaume wanakuwa na upungufu wa madini ya zinc na calcium za kutosha, hali inayopelekea wanapoingia kwenye changamoto kubwa sana ya uzazi. Kwa wanawake wanakosa calcium kwenye damu, kwa wakifika miaka 40, 35, 40, 50, 60 wanaingia kwenye maumivu ya backbone, maumivu ya uti wa mgongo, ambayo inapelekea unakuta mama yote ambaye ameingia kwenye menopause akiwa anapata maumivu, kwa sababu alikuwa akiingia kwenye mzunguko au akiwa anajifungua anapoteza calcium nyingi ambazo anashindwa kuzireplace zaidi anapokuwa yuko mbele huko. Kwa hiyo, lakini pia mtu mwingine wanakuwa wanajitenga sana. Mtu mwenye mawazo ni mtu ambaye anajitenga, anajifikiria, wengine hata ukimuuliza mawazo yake anafikiria labda kujiua, anafikiria vitu vya ajabu ajabu, mawazo yake yanakuwa ni finyu kwa sababu ya mawazo. Sasa tukizungumzia hitimisho, tufunge kwa kusema hivi, ugonjwa wa mawazo unaweza ukauwahi mapema. Kwa hiyo usijiweke peke yako, kwa sababu ukijiweka peke yako unaanzisha magonjwa mwilini mapya, magonjwa mwilini makubwa zaidi, hali ambayo inapelekea mwili wako unakuwa unashindwa, unadhoofika na unakunini. Kwa hiyo cha kujitahidi, pumzika vizuri, associate na watu, kaa na watu vizuri, lakini pia furahia maisha na kila kitu kitakaa sawa. Asante sana kwa kutufuatilia na Mungu akubariki popote ulipo. Hakikisha hii video kama umeipenda, comment na like, lakini pia share na mtu ambaye unajua huyu ana uhitaji au huyu unatamani afahamu kitu kama hichi. Usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia usisahau kucomment kutuambia umejifunza nini, unatamani kipindi kinachokuja tuongelee kitu gani. Mungu awabariki sana, tutaonana wakati mwingine katika vipindi vijavyo.